Okay, Bwana Yesu asifiwe. Ni kipindi kingine ambacho tutakuwa na watumishi wa Mungu hapa tukiwa tunadiscuss neno la Mungu, na mada yetu kubwa ya leo inahusu kusudi la Mungu kumuumba mwanadamu hapa duniani. Kwa hiyo nimetembelewa na watumishi wa Mungu, tunaye Pastor Emmanuel Shahid, lakini pia kuna mwalimu Azali Eliakim. Tuta dive in kudadavua neno la Mungu na kujua hasa kusudi la Mungu kutuumba sisi wanadamu hapa duniani. Kabla tujaendelea, tunaweza tukamshukuru Mungu kwa kifupi sana. Baba, tunakushukuru, asante kwa neema yako kwa wakati huu. Watoto wako tuko mahali hapa, tunatamani kujifunza na kusikia kutoka kwako. Roho Mtakatifu tuongoze, utufundishe katika kweli yako. Ni katika jina lako Yesu Kristo naomba na kushukuru, amen. Amen. Karibuni sana na mjisikie kwa uhuru. Naamini Roho Mtakatifu atatufundisha zaidi siku ya leo. Amen. Amen. By the way, nimekuwa nikipokea maswali mbalimbali, so nikataka leo tujaribu kuyaweka sawa, hasa kwenye upande wa kusudi. By the way, watu wengi wapo duniani, au ni kitu ambacho kimekuwa kisumbua akili za watu sana, kwamba kujua ni kwa nini yuko duniani au ni kwa nini Mungu amemuumba hapa duniani. Kwa hiyo natamani tuanze mwanzo kabisa kujua ni kusudi lilikuwa ni nini mpaka sasa hivi, na ili kila mmoja iwe rahisi kujua ni wapi anaelekea. Kwa hiyo swali kwa mtu anaulizaga ni kwamba nitawezaje kujua kusudi langu, au nitawezaje kujua nipo hapa duniani kwa ajili ya kusudi gani? Kwa hiyo natamani tuanzie hapo, then tutakuwa tukiendelea mbele. Karibu Pastor. Kama sawa. Sasa ukiongelea kusudi, kwanza kuna kusudi la Mungu kumuumba mtu na kuna kusudi la yule mwanadamu kuwepo duniani. Yaani kuna makusudi mawili. Mungu alikuwa na kusudi lake la kukuumba wewe. Lakini na wewe pia umepewa kusudi lako. Sasa Mungu unajua alituumba, ukiangalia Mwanzo Genesis. Mungu aliumba, extend familia yake kutoka mbinguni akatengeneza familia duniani. Na tunaona kabisa Mungu alikuwa akimtembelea Adam na Hawa. Kwa hiyo ilikuwa ni kama familia. Lakini baadaye tunaona kwenye Biblia kwamba lile kusudi lilivurugika. Yaani mwanadamu alitenda dhambi. Kwa hiyo tunaweza tukaotea au tukahisi kitu kingine kingetokea, lakini hatujui kama dunia ingebaki hivyo hivyo ingekuwaje. Kwa hiyo sasa tangu hapo kusudi tena la Mungu likabadilika. Kwa hiyo labda nirudi kwa mwanadamu. Kwa mwanadamu pia unapoongelea kusudi la mtu kuumbwa, kila mtu anayeumbwa Mungu ana kusudi naye. Kwenye Biblia inasema I know the plans I have for you. Kwenye Yeremia kwamba ninajua mipango niliyokuwa nayo juu yako. Sasa kuna mtu ambaye ameamini ni Mkristo, na kuna mtu ambaye hajaamini. Mtu ambaye hajaamini kwa sasa ni kazi kidogo kuishi kusudi la Mungu kuliko mtu ambaye ameshaamini. Kwa sababu ili uishi kusudi la Mungu, kusudi sio kipaji. Yaani watu wanafikiri ukiwa na kipaji, talent, hilo ndio kusudi la Mungu. Yaani kusudi linakuwa executed na Roho Mungu ndani yako. Yaani lazima uwe na Roho Mtakatifu ili uweze kutimiza kusudi la Mungu. Nini moja nilisikia kwamba umesema sio kipaji. Unachojisikia au ambacho unakijua, ambacho unajisikia ukifanya, hilo ndilo kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako. Ndio ukweli hilo jambo. Hapana, kwa sababu kitu unachojisikia, ndio maana nikasema kwamba kwenye Yeremia inasema moyo ni mdanganyifu sana. Unaweza kitu kujisikia na ukakisikia moyoni, lakini kisiwe sahihi. Kwa hiyo vitu unavyojisikia wewe sio lazima viwe sahihi, mpaka Roho kitu atakachokupa, hilo ndio kusudi la Mungu. Kwa hiyo ukisema kwamba kwa kujisikia, watu wengi wataenda upande. Mwalimu, karibu. Ni kweli anachozungumzia Pastor kuhusiana na kusudi, ni tuseme ni asili ya mwanadamu, kwamba kile atakacho na ndivyo imekuwa ikisema kwamba kile ambacho mtu anajisikia kufanya hicho hasa ndio kusudi lake. Lakini tukiangalia kwamba watu wengi kwa asili wanatembea sawasawa na kawaida ya dunia ambavyo imekuwa ikitembea. Na Yesu hata alikuwa anazungumza na wale waliokuwa wanamfuata. Tunaweza tukawapitia labda kidogo kwenye maandiko.
ili sasa nitaweza kujenga hoja vizuri tutakapokuwa tunaendelea mbele. Ni katika kile kitabu cha Yohana sura ya 8 tukianzia mstari wa 40 na mstari wa 40 kwanza au kwanza wa 39. Hapo neno linasema Yohana 8:39, wakajibu wakamwambia, baba yetu ndiye Ibrahimu. Yesu akawaambia, kama mngekuwa watoto wa Ibrahimu mngezitenda kazi zake Ibrahimu. Mstari wa 40, lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli niliyoisikia kwa Mungu. Ibrahimu hakufanya hivyo. 41, ninyi mnazitenda kazi za baba yenu. Ndipo walipomwambia, sisi hatukuzaliwa kwa zinaa, sisi tunaye baba mmoja, yani Mungu. Yesu akamwambia, mstari wa 42, Yesu akamwambia, kama Mungu angekuwa baba yenu mngenipenda mimi, kwa maana nalitoka kwa Mungu nami nimekuja, wala sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye aliyenituma. 43, mbona hamyafahamu hayo niyasemayo? Ni kwa sababu ninyi hamwezi kulisikia neno la Mungu. 44, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo. Kwa ule udanganyifu alikuwa anasema pastor ni kwamba tangu mwanzo anasema mwanadamu ameanguka. Kiyo na maana kwamba tangu mwanzo mwanadamu ameanguka katika mtego wa kudanganywa. Na huyo aliyemdanganya bado anafanya kazi mpaka sasa, ambaye ni Ibilisi. Kwa bado anayo nguvu ya kushawishi samani na kuielekeza mioyo ya wanadamu nje ya kusudi la Mungu. Kwa hata sasa hivi tunapoona watu wanasema kwamba kusudi la mwanadamu labda ni vile vipaji alivyo navyo. Mwingine anaweza kukwambia, kuna hata mtu mwanamuziki wa kidunia anakwambia anakuwa anajisifia kabisa, namshukuru Mungu kwamba namshukuru Mungu kwa kipaji alichonipa. Hata akifanya labda show kubwa utasikia anatoka anasema namshukuru Mungu, watu wamehudhuria na nini. Lakini ukipima katika misingi ya kimungu unaona kwamba Mungu hawezi kumpa mtu kusudi kama hilo, kwa sababu ukiangalia kazi wanazozifanya asilimia kubwa ni kazi za uharibifu. Mungu hawezi kumpa mtu kusudi ambalo litakuwa ni kuja kuharibu kizazi na kuharibu jamii. Kwa hiyo kusudi ni nje ya vile vipaji anavyoweza kusema kwamba anavyo mwanadamu, labda kama ni kucheza mpira, sijui labda mwingine anaweza kusema labda kwenye kufanya biashara. Tunaporudi kwenye msingi kabisa ni kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu, pamoja na kwamba alimpa kutawala na kumiliki, lakini kusudi lake kuu ilikuwa ni kwamba yeye atembee na hata Yesu wakati anafundisha wanafunzi wake katika Mathayo 6 alisema kwamba mtakapoomba mseme mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama wapi? Kama mbinguni. Kwa kusudi la Mungu ni kwamba mwanadamu atakuwepo hapa duniani pamoja na shughuli nyingine za kutawala na kumiliki, sijui samaki wa baharini na nini, lakini atakapokuwa hapa duniani atamwakilisha Mungu. Maana yale ambayo Mungu anayakusudia mbinguni katika roho, ama anakusudia katika roho, yatimie kupitia mwili wa mwanadamu ambao uko hapa duniani. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba kusudi kuu la mwanadamu ni kwamba aje hapa duniani awe wakala wa Mungu hapa duniani, awe wakala wa yale mema ambayo Mungu anamkusudia mwanadamu hapa duniani. Ndio basi. Yaani Mungu alichopanga kama anavyosema hapo Mwalimu Eliakim, yaani mwanadamu awe proxy, yaani kwamba mimi naweza nisiwepo mahali fulani lakini yupo mwakilishi wangu pale. Ndio kitu kikubwa ambacho Mungu alikitaka, ambacho sisi kwa sehemu kubwa bado watu tunashindwa au watu wanashindwa kwa sababu ya matamanio ya mwili. Yaani kwamba mtu anataka kuwa glorified yeye, yaani watu wana kiu ya kuinuliwa wao, sio Mungu. Sasa ile inafanya watu washindwe kutimiza kusudi la Mungu. Yaani kama ninavyosemaga, mipango yako na mipango ya Mungu inakutana, ina clash. Yaani mipango yako inakuwa juu, mipango ya Mungu inakuwa chini. Na hata unapomtafuta Mungu au unapohusiana na Mungu, ile kiu na ile hamu inatokana na wewe kutaka kuinuliwa. Yaani kuna mahali fulani au kuna vitu fulani mimi nataka nivipate. Kwa unakuta ndio kitu kinachomsukuma mtu kufanya mahusiano na Mungu. Yaani mtu anakuwa yuko busy katika maombi, yuko busy katika mfungo, yuko busy anatoa,
lakini ukiangalia kiukweli kabisa, ukiangalia ndani ya moyo wake anatafuta yeye kuinuliwa. Lakini sisi ili tutimize kusudi la Mungu, lazima ndani yako wewe utamani yeye ainuliwe. Yaani katika mahangaiko yako yote, katika kuzunguka kwako kote, unatafuta Mungu ainuliwe. Na ukifanya hivyo, utajikuta tu unatimiza kusudi la Mungu. Yaani Roho wa Mungu atakuongoza. Na haya mengine ambayo ulikuwa unataka wewe yainuliwe, yatainuka tu. So it means kwamba kusudi kabisa la Mungu kumuumba mwanadamu duniani ni kumwakilisha yeye hapa duniani. Yes, kumwakilisha na kuhusiana naye. Kwa sababu nimeuliza kwa sababu ya swali ambalo nilikuwa nalo linalofuata ni kwamba kwa nini Mungu amuumbe wanadamu hapa duniani na sio mbinguni? Sawa. Ikiwa na maana ya kwamba of course tunajua baada ya haya maisha kuna maisha mengine. Sasa maana yake mpaka Mungu anakuumba hapa duniani kuna kitu unatakiwa ukifanye. Kwa hiyo kitu ambacho kinaweza kufanya wewe uondoke duniani ni aidha unaenda nje ya kusudi, Mungu anaamua kuondoe, au umemaliza kusudi lako. Kama nitakuwa sijakosea. Uko sahihi. Kwa hiyo it means kwamba kuna kitu cha muhimu sana ukifanya hapa duniani. Na hatuko hapa duniani ili tuende tu mbinguni. Ndio kwanza tufanye kitu ambacho tumeletwa ukifanya hapa duniani, kwa sababu kama ingalikuwa tupo duniani kwenda mbinguni, Mungu angetuumbia mbinguni. Kwa sasa kama lengo kuu la Mungu kumleta mwanadamu hapa duniani ni kumwakilisha yeye, je, ni namna gani ambavyo mwanadamu sasa anaweza akamwakilisha Mungu hapa duniani? And by the way, remember ulisema la kwanza kwamba ili swali laweza kujibu kwa pande mbili, kwamba kwa mtu ambaye ameokoka na mtu ambaye hajaokoka. Unaweza kuanzia hapo tukaona tunaweza kwenda mbele. Yaani Mungu kumwakilisha mwanadamu, kumwakilisha Mungu kwa mtu ambaye hajaamini. Hajaamini Kristo. Ni changamoto. Ndio. Ni changamoto. Mungu anaweza akamtumia hapa na pale. Mungu afupi. Hayo makundi mawili. Yanagawanywa na nini? Yanagawanywa na roho. Yaani kwamba huyu ambaye ameamini, amempa Kristo maisha yake, Roho Mungu anakuja anakaa ndani yake. Anashika hatamu, yani anaanza kumuongoza. Umeona, anakuwa led by the Spirit of God. Yule ambaye hajaamini, yule hana Roho Mungu. Kwa hiyo Mungu hana control ya maisha yake. Kwa hiyo huyu kutimiza kusudi la Mungu inakuwa ni changamoto. Ingawa Mungu hapa na pale anaweza akamtumia. Anaweza akamtumia kwa ajili ya faida yake au kwa ajili ya faida ya watu waliomzunguka. Lakini mtu ambaye Mungu anaishi naye na kumwelekeza mambo yake ni mtu ambaye amemwamini Kristo na Roho Mtakatifu anakaa ndani yake. Huyu anaweza kutimiza, ana sehemu ya kutimiza kusudi la Mungu. Uwezekano upo. Kama atamfuata Roho. Kwa sababu wapo ambao kweli wameokoka, wamemwamini Kristo, lakini Kristo hajawa Bwana. Unajua kuna kuokoka, yani kwamba Kristo amekuwa mwokozi kwako. Lakini Biblia ishi hapa, nataka pia awe Bwana, Lord of your life. Yani yeye ndio anadictate maisha yako. Kwa hiyo wapo ambao watu wameokoka, lakini bado hawajampa umiliki Kristo awe Bwana wao. Baada ya wokovu, na ndio maana watu wengi baada ya wokovu unakuta yule mtu akishaokoka tu, kwa sababu alishaambiwa katika wokovu kuna hichi na hichi na hichi na hichi, anaanza kumwambia Mungu naomba hichi, Mungu nitekelezee hichi, Mungu mguse yule. Mungu hana muda wa yeye kukaa na kusikia huyo Mungu anataka nini. Kwa hiyo na hao pia nao kutimiza kusudi na kuaga changamoto. Kwa upande wa kutimiza kusudi, ujue changamoto tulionayo hapa duniani, kuna elimu kubwa inaendelea ya kwamba mtu anaweza kaishi anavyotaka. Kwamba mwanadamu anaweza kaishi. Na unakuta wengi wanapambana kuishi, nataka kula ninavyotaka, nataka kuvaa ninavyotaka, nataka kuishi ninavyotaka, ama uhuru. Hata unasikia nataka uhuru wa kifedha, nataka uhuru wa kujiamulia, nataka uhuru wa kwenda kokote ninakotaka. Kuna kitu inaitwa kumanifest, unafahamu? Inatumika vibaya sana. Ni kwamba wanasema you can manifest, unafunga macho, unawaza afu kile kitu kinakuja. Kinaonekana kama ni jambo la kimungu, lakini it is not. Ni jambo la kiimani ila sio la kimungu. Si jambo la kiimani, sio la kimungu. Yaani Mungu afanye kazi hivyo.
kukazia alichokuwa anakisema hapo mwalimu. Na kama nilivyoanzia kule kwenye Yohana sura ya 8 naenda naunganisha. Kuna watu walikuwa wanamfuata Yesu, wanamwambia Mungu ni baba yetu. Lakini kumbe sio. Kwa sababu huyu Yesu aliyetoka kwa Mungu anapingwa na zile kazi zake alizokuwa anafanya wanazipinga. Lakini Yesu akawa anaangalia kwamba nyinyi kama mnapinga kazi hizi, manake nyinyi hamtokani na Mungu. Kwa sababu mimi nimetoka kwake na kuna kazi nimekuja kuifanya ambayo kazi aliyokuja kuifanya sio ya kwake yeye, ni kazi ya Baba, lakini ya kukomboa ulimwengu. Kwa sababu kilichomleta Yesu ni kwamba ulimwengu ulikuwa katika giza. Yeye amekuja ni nuru. Na hata sasa mwanadamu anaweza kuwa anatembea katika giza na anaona yuko sawa. Kama hawa ambavyo walikuwa wanaona kwamba sisi baba yetu ni Ibrahim, baba yetu ni Mungu, tuna baba mmoja tu, lakini kumbe wanatembea katika giza. Kwa ndivyo ilivyo hata mwanadamu. Na wengine unakuta tuseme changamoto iliyopo sasa hivi ni pia hata katika hii elimu ya kawaida. Hii elimu ya kawaida ndio ambayo na yenyewe pia elimu ya kawaida, yani tuseme ya darasa la kwanza, chekechea mpaka form 4 mpaka chuo kikuu, unakuta mtu kadri anavyoendelea kupanda katika hiyo elimu, kuna namna anaiona, kuna namna anaanza kuichukulia dunia. Kwa unakuta wakati mwingine mtu kama ameshika hii elimu fulani lakini hana elimu ya Mungu, kuna namna ataiona dunia. Ambaye hana hizo zote na yeye kuna namna ataiona dunia, lakini mwenye elimu ya Mungu na yeye kuna namna ataiona dunia. Kwa hiyo hawa watu wanakuwa katika engo tofauti. Hata kutazama makusudi. Kwa hiyo kuna mwingine akisoma, atasoma mpaka akimaliza labda akawa daktari. Atasema inawezekana Mungu alikusudia niwe daktari. Lakini ukiangalia kimsingi ule kufika pale, amefika kwa mchakato wa kawaida wa kitaaluma. Na mwingine amefika kwenye hiyo hatua sio kwa sababu labda alienda moja kwa moja, ila ni matokeo yalikuwa yanamwamulia. Kwamba umepata grade hii unatakiwa uangukie katika kwa, lakini mtu moja kwa moja atatafsiri kwamba yumkini Mungu alikusudia. Lakini tunaporudi huku ni kwamba kweli Mungu tunapomwakilisha, tunamwakilisha Mungu kwa kuwatumikia watu, lakini ile kutambua hasa kusudi ni pale utakapokuwa ndani ya huyo Mungu mwenyewe. Kwa sababu kama vile ambavyo tunajua matumizi ya kijiko, kwa sababu ile aliyekitengeneza alisema kijiko kinatakiwa kifanye kazi hii. Kwa hata mwanadamu ili aweze kulijua kusudi lake na kuliishi, lazima arudi kwa yule aliyetengeneza maisha. Yule aliyemtengeneza mwanadamu ndiye anaweza kumwambia kwamba wewe unatakiwa ufanye 1 2 3 au kazi yako ni 1 2 3. Lakini vile vile kwa yule ambaye hana Mungu, naye anaye baba. Tumetambusha kwamba kuna baba ambaye ni Mungu wa mbinguni, lakini kuna baba ambaye ni Ibilisi. Kwa hiyo kila mwanadamu hapa duniani kuna kusudi analitumikia, lakini sasa chanzo cha hilo kusudi ni nani? Ndio hapo kunapokuwa na tofauti. Kwa kuna ambao chanzo cha yale wanayotumikia ni baba yao ambaye ni Ibilisi, lakini kuna ambao chanzo cha yale wanayotumikia ni baba yao Mungu. Sasa mwalimu, hapo leo ndio kama swali fulani hapo naweza kani magumu sana. Ndio. Mimi ninachokiamini kwamba kila mwanadamu aliyeko duniani aliumbwa na Mungu, si ndio? Ndio. Na sasa hiyo transition ya baba inakuwaje? Kwamba kwa sababu Mungu ndiye aliyeumba kila mwanadamu hapa duniani. So hebu naomba mnisaidie hapo, na mimi nitamsaidia na mtu mmoja ambaye anatutazama hapo. Kwamba inakuwaje kuna mwingine ambaye Biblia inasema ni shetani ni baba yao na kuna mwingine Mungu ni baba yao, na wakati wote ameumbwa na Mungu. Sasa basi nadhani anze pastor kwa sababu nimeshaongea, ngoja anze pastor afu taendelea. Unajua anavyoongelea baba anamaanisha kwamba wewe ni mtoto wa na unajua, labda kujibu swali lako nielezee pia kwamba kuna sehemu Yesu anasema Ibilisi anamuita mkuu wa dunia hii anakuja, lakini kuna sehemu pia Mtume Paul anasema kwamba Mungu wa dunia hii, anamwongelea shetani kwenye Wakorinto wa pili sura ya 4 kama sijakosea. Lakini shetani hajaumba dunia, lakini bado anaitwa Mungu wa dunia hii. Kwa hiyo kwa nini anapewa ule umiliki? Ni kutokana na watu kumkabidhisha. Umeona? Kwa hiyo kuna watu wamejikabidhi chini ya mamlaka yake kwa kutenda mapenzi yake. Ndio maana anaitwa baba yao. Ingawa yeye hakuumba. Na ndio kama dunia ilikuwa ni ya Mungu. Na hata sasa ni ya Mungu, lakini inasema mkuu wa dunia kwa sababu Adamu alitenda dhambi akampa Ibilisi mamlaka yake. Ndio maana anakuja anamwambia Yesu, ninaweza kukupa unachotaka. Yaani anachotaka anaweza akampatia. Kwa hiyo kuitwa kuambiwa baba yao shetani kwa sababu walijimilikisha, walijiweka chini yake kwa kufanya mapenzi yake. Na sisi tunakuwa wana wa Mungu. Na ndio maana Biblia inasema hivi kwamba wale wote watakaoamini watafanyika kuwa wana wa nani? Wa Mungu.
watapata right, haki ya kufanyika kuwa wana wa Mungu. Lakini watu wote ambao hawajaamini nao wameumbwa na Mungu. Muona, ila bado hawana nafasi au haki ya kumuita Mungu Baba. Mpaka pale tutakaposema Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, ndio namuita Mungu Baba. Ni sawa kwamba huu baba kuna hatua inafika ya mwanadamu inakuwa ni wa kuchagua, sio wa kulazimishwa. Kwa hiyo Mungu anakuwa baba yako kwa hiari, kwamba mimi nimekuchagua wewe baba yangu, na ule ubaba lengo kuu ni uongozi, yani kuyaamua ama kuyaamuru maisha ya mwanadamu yaelekee wapi. Kuamua mwelekeo wa maisha ya mwanadamu. Kunaposema kwamba hawa baba yao ni Ibilisi, ni kwamba yeye ndiye anayeamuru na ndiye ambaye wameridhia ayaelekeze maisha yao. Kwa hiyo tunasema Mungu ni baba yetu, kwamba sisi kama Mungu ni baba yetu, maana yake tutafuata kile anachokisema bila kujali upande wa pili unasema nini. Na wale ambao baba yao ni Ibilisi, kwamba watafuata kile ambacho Ibilisi anasema bila kujali upande wa pili unasema nini. Kwa watu wamegawanyika katika makundi mawili tu. Ni kwamba kutakuwa na lile kundi ambalo wanafuata yale ambao baba yao Ibilisi anasema, ingawa wakati mwingine ukizungumza maneno yanakuwa kama ni lugha kali. Mtu hata kama anafanya mambo maovu hataki kuitwa kwamba ni wa Ibilisi. Lakini ukweli ni kwamba kama hauyafanyi yaliyo ya Yesu, moja kwa moja unaangukia katika kundi la pili. Kwa sasa hapo linapokuja ile swala la kuamua kusudi, yani kusudi lazima litaangukia katika ule upande ambao upo. Huwezi kulitafuta kusudi halisi nje ya ule upande ambao umeangukia. Kwa hiyo kama unataka yale makusudi mema, kusudi halisi kabisa, maana yake ni kwanza lazima urudi kwa Yesu, yeye akupe sasa mwelekeo mpya wa maisha. Ule mwelekeo wa maisha ndio utaamua kipi sahihi unaweza kufanya katika maisha. Mwalimu, kama nimekuelewa vizuri, kuna muda ulizungumzia kwamba elimu ya dunia hii imetufanya au wengine tujaribu kuithaminisha kana kama tumekuwa tukifanya mapenzi ya Mungu kwa sababu ya level fulani ya kielimu. Mfano labda mtu ambaye ni daktari atasema kwamba Mungu mimi alinichagua kwa daktari. Sasa nilikuwa nataka kujaribu kuwaza kwamba kama hakuna mtu ambaye alizaliwa kuwa daktari, yani kwamba Mungu alidhamiria kwamba huyo mtu akawe daktari au akawe labda engineer au akawe mtu fulani, haya makusudi au hivi vitu ambavyo mtu anakuwa navyo inakuwa sio kusudi la Mungu. Sasa hapo tunazungumzia kwenye ile ujue mwanadamu, hata unaweza kukuta daktari ni daktari, lakini bado ndani yake anahisi kuna utupu, kuna kitu fulani angetakiwa akifanye. Yani pamoja na kwamba ni daktari, labda hata anaweza kuwa na pesa, amesaidia watu wengi, lakini bado ndani yake anahisi kwamba hapa ninafanya kweli, lakini kuna mahali sijafika. Hicho ndicho tunachokizungumzia, kwamba ile sehemu ambayo mtu atafika na kuridhika kwamba hapa ninaamini kwamba moyo wangu unashuhudia na kuridhia kwamba hiki ninachokifanya ndio hiki nilitakiwa nikifanye. Kwa hiyo maana yake kusudi la Mungu liko nje ya elimu na viwango vya maisha labda. Yani kiona maana ya kwamba ukitoa kazi ulionayo, elimu ulionayo, kila ambacho kitabaki bila hivyo vitu ndilo kusudi la Mungu. Sasa ndio nasema sasa hapo kama uko kwa Mungu kweli. Sasa tuache ule upande wa pili. Kama uko kwa Mungu kweli, yaani unaweza kuwa unafanya hivyo vyote lakini ndani yako unahisi kwamba kuna kitu sijakitimiliza. Sasa kile ambacho hujakitimiliza nje ya pesa zako, nje ya elimu yako, nje ya nini, moja kwa moja. Na tuseme kama unamjua Mungu, Roho Mtakatifu tu atakushuhudia. Atakuwa anakushuhudia. Ndio sababu wengine unasikia mimi nimekaa, Roho Mtakatifu amenishuhudia kwamba hiki kitu sio. Lakini unaweza kuna mtu alifanikiwa, hata mwingine hata kama ni kazi ama ni biashara akaiacha kabisa. Yaani kila mtu akamshangaa kwamba huyu inakuwaje unaacha? Ni kwamba ndani yake anashuhudiwa kwamba sijafika ninapotakiwa kufika. Kwa hiyo kwamba lile kusudi lake la msingi kabisa la kuja hapa duniani hajalitimiza ama hajalitekeleza. Kwa hiyo sasa kwa yule ambaye yuko kwa shetani naye atakuwa anafanya anajua, lakini kwa ambaye hapa tunazungumzia hasa kwa yule aliyemwamini Mungu. Kwamba kama utahisi ndani yako kuna utupu, wakati mwingine unaweza usifanye maamuzi ya ghafla. Tafuta mtu ambaye unaona kama anaweza kukusaidia kwenye mambo ya Mungu, akusaidie na kukuongoza. Kama unahisi ndani yako umefanya lakini bado kuna utupu, unahisi kuna kitu fulani unatakiwa kufanya lakini hujakifanya. Unajua labda kuanzia hapo alipoishia mwalimu, kuna mchungaji mmoja alikuwa pilot na alifanikiwa kabisa sana,
lakini baadaye akaacha akaenda kwa mchungaji. Na alivyoanza uchungaji hakuwa anatengeneza fedha au maarufu au yani ni kama alishuka hivi, lakini alijisikia yuko nyumbani. Yani alijisikia kwamba hapa nilipo ndo nipo mahali sahihi. Umeona? Alafu pili, unajua sisi ni mwili wa Kristo. Sasa mwili wa Kristo unajengwa na Kristo au tuseme na Roho wa Mungu. Sasa katika mwili wa Kristo kuna viungo. Sasa vile viungo ni wa Kristo. Si kama unanipata nataka kusema. Yaani kwamba ili ujenge mwili wa Kristo ni lazima na wewe uwe Mkristo. Unaweza ukatumika ndio wengine wa hapa na pale. Mtu anataka kujenga kanisa, mtu hata hajaamini akasema ngoja niwapatie tu niwaongezee wajenge. Of course unaweza, lakini kwa kawaida mwili wa Kristo unajengwa na wa Kristo mwenyewe kwa kutumia wale watu walioko ndani ya Kristo. Ndio maana Kristo tunasema Kristo ndio kichwa cha kanisa. Sasa katika hilo kuna karama za Roho. Kuna huduma za Bwana. Umeona? Kuna vitu vimeorodheshwa pale kwa ajili ya kujenga mwili. Vile vitu vyote vimeorodheshwa pale vinamhitaji Roho wa Mungu ili kufanya zile karama na zile huduma ili kujenga mwili wa Kristo. Na pale ndipo mapenzi ya Mungu yanapoanza kutimia. Umeona? Kwa hiyo sasa lazima uwe katika mwili wa Kristo, lazima uwe na Roho wa Mungu. Kwa hiyo sasa mtu ambaye ana elimu au amesoma au amejifunza kitu fulani, sio lazima atumike katika kujenga mwili wa Kristo, kwa sababu kile kitu alichonacho au kile kitu alichokipata mtu yote anaweza kuwa nacho na mtu yote anaweza kukifanya. Kwa hiyo moja ya mimi ni kitu ninachoangaliaga, naangalia Roho wa Mungu anahusika vipi katika kile yule mtu anachokifanya. Hapo ndipo napoweza kuanza kuona kama ni mapenzi ya Mungu yanatimia. Ingawa nakubali kutimiza mapenzi ya Mungu sio lazima uwe kanisani. Sio lazima mpaka uwe ndani ya kanisa na utimize mapenzi ya Mungu. Ila kwa sehemu kubwa lazima uwe kiungo katika kanisa au katika mwili wa Kristo. Pamoja na hayo unayoyafanya nje. Ndio kitu kimoja kwenye agizo kuu la Yesu pindi anaondoka. Aliambia wanafunzi wake kwamba enendeni ulimwenguni mote wafanye watu wote kwa wanafunzi wangu. Sasa hivi najaribu kufikiria kwa uelewa wangu, ni kwamba alikuwa anawaambia tu wale wanafunzi au it means kwamba ni jukumu la kila aliyeokoka au kila Mkristo kufanya lile agizo. Ile wanaita Great Commission. Ni jukumu la kila. Ni jukumu la kila aliyeamini. Kwa sasa kwa msingi huo kwamba kusudi la kila aliyeamini inakuwa ni hilo. Kwa kuanzia. Kwa kuanzia. Yaani hiyo ndio maana wanaita Great Commission. Yaani kwa mfano mimi nikikutuma, unaweza ukafanya vitu vingine, lakini jambo la kwanza la msingi ndio hilo, kwamba kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Kristo au kuwafanya watu waamini. Kwa sababu nilikuwa nikisoma hivi vitabu vya Injili, utaona kila mara Yesu alipokuwa anaongea anasema sikusema neno lolote ila nililolisikia Baba akilinena. Au sikufanya chochote ila aliyenipeleka. Yaani kila muda alikuwa anarifaa kwamba yaani kwa inaonekana kabisa Yesu alikuja kwa kusudi fulani maalum ambalo akimaliza anaondoka zake. 3 years akaondoka. So yani nataka point yangu leo yani tujue kabisa mimi mtu awe na ule uhakika kwamba bana mimi ninaishi hapa. Hii ninachofanya ni kusudi la Mungu, na nadhani itatupunguzia muda wa kufanya vitu ambavyo sio vya msingi. Pale ambapo mtu anajua kabisa kwamba wewe unatakiwa kufanya hiki, utembea hapa, ufanye hivi. Kwanza itakupunguzia vitu ambavyo sio vya msingi, lakini pia itakupunguzia kutoongea vitu ambavyo sio vya msingi, kuwa na watu ambao sio wa msingi. Kwa sasa nilitamani kama tungepata labda sijui ni neno la moja kwa moja kwamba kila mtu anajua kabisa mimi niko hapa. Yaani baada ya hii podcast natamani mtu awe anajua kabisa mimi niliitwa kufanya hichi. Kwa hiyo njia zangu zitajielekeza hivi. Sitofanya kitu kingine zaidi ya hichi. Kwa hiyo
Hebu natamani kama tunaweza tukaanzia hapo. Karibu sasa kidogo afu tutampisha katibu. Sawa. Kiu yako na hamu yako nimeiona. Tutajaribu kufika huko. Lakini sasa wale watu wanaotusikiliza si hatuwezi tukamhakikishia kila mmoja kwa sababu hatujakaa nao. Lakini mimi na yeye tukikaa naweza kusema bwana, unajua wewe Mgisha, baada ya kuomba, baada ya kusikiliza, hebu tuombee jambo, inawezekana Mungu anakuita katika jambo fulani. Lakini tunaweza tukatoa guidance au mwongozo. That is what I want. Kama kuwe na mwongozo ambao kama ikitokea huko nje ya huo mwongozo basi kila hiki inaweza kisiwe cha Mungu. Waefeso 5:16 inasema kwamba mtaanzia 15. Efeso 5:15 inasema, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zama hizi ni za uovu. Kwa moja ya jambo ambalo tunaomba sisi au tunaitwa ni kukomboa wakati. Tusienende kama watu wasio na hekima, bali watu wenye hekima. Lakini wakati tunaokomboa vipi? Umewahi kujiulizaga? Yaani wakati tunaokomboa vipi? Kwamba unafanya kitu haraka haraka. Watu wanafikiria hivi kwamba akisha kesho nalimaliza hilo jambo ili ukomboa wakati. No. Wakati tunaokomboa, mstari wa 18 unaelezea. Kabla niendelee sabani pale. Soma 17. Inasema, kwa sababu hiyo msio wajinga, bali mfahamu ni nini. Ndio nilikuwa nataka niseme. Mapenzi ya Bwana. Kwa hiyo ujinga ni nini? Kutofahamu mapenzi ya Bwana. Yes. Sisi tunafikiriaga ujinga, yani mtu ambaye ana degree za kutosha, amesoma sana, ana huyo sio mtu. Mjinga ni yule mtu ambaye hafahamu mapenzi ya Bwana wake. Kwa hiyo sasa yule ambaye hana Bwana ambaye ndio Kristo, huyo ndio yuko nje kabisa. Umeona? Lakini kama umeamini, ili jambo moja la kuondoa ujinga ni kufahamu Bwana wako, yule aliyekuita anataka nini. Kwa hiyo tunaokomboa wakati vipi? Yaani tunaokomboa wakati sio kufanya vitu haraka haraka au kuhakikisha kesho nimemaliza hilo jambo. Ni kujua unatakiwa ufanye nini. Kwa sababu unaweza kufanya kitu haraka haraka lakini sicho hicho ulichoagizwa. Na unaweza ukakifanya kitu kwa uaminifu, umenyoka kabisa, lakini bado sicho hicho ulichoagizwa. Na umefanya vizuri sana. Unajua kuna watu wamefanikiwa hapa duniani katika mambo ambayo hawajatumwa. Kwa hiyo hao ni wajinga. Na ujinga sio tusi. Yaani watafikiria mtu akwambia mjinga amekutukana. Ujinga ni kutokujua, kutokufahamu. Mimi sijai kufika Uganda. Kwa hiyo mimi kwenye sikija swala la Uganda, mimi ni mjinga, sifahamu. Sasa kuokomboa wakati ni kufahamu mapenzi ya Bwana wako. Na ndio kwa huko kuondoa nini? Ujinga. Kwa hiyo inawezekana navyosema wajinga wengi, yani situkani, ila anasema kwamba wengi hawafahamu Bwana wao anataka nini. Na it is possible kabisa kujua Bwana wako anataka nini. Sasa tuanzie hapo. Sasa hapo changamoto kubwa ambayo watu wanashindwa, lazima ufe. Umeona? Sio lazima ufe. Yani ninavyosema kufa simaanishi ukate roho watu wakakuzike. Biblia inasema lazima ubebe msalaba wako, lazima uikane nafsi. Yani na Yesu anasema ili mbegu yote lazima ifukiwe, ife, ndio ifanyaje? Ichepue. Kwa hiyo watu wengi hawajafa, hata walioamini. Yani bado mwili uko hai. Kwa hiyo yule aliyejikana, yule ndo amekufa. Yule sasa ndo anaweza kutumika, na yule ndo anaweza kufahamu mapenzi ya Bwana wake. Mbona? Kwa sababu unajua kwa nini watu hawafi katika wokovu? Kutokana na watu wanaowaita katika wokovu. Yaani saizi wokovu mtu unaitwa kama faida. Yaani njoo kwa Yesu, utapata mtoto, utapata mke, utapata kazi, unapigiwa debe. Inapigiwa debe. Kwa hiyo mtazamo mtu anaingia nao kwenye wokovu ni tofauti na kitu chenyewe na kitu chenyewe kile. Kwa hiyo sasa yule mtu hawezi kufa kwa sababu tangu anaingia kutimiza matakwa ya mwili wake. To fulfill desires of the flesh.
yani ameingia mule kwa sababu hiyo. Kwa sasa yule mtu kuja kufa inakuwa ni changamoto sana. Kwa yule mtu katika wokovu wake anageuza Bwana amtumikie yeye, kwa sababu ana mahitaji yake, na ndicho kinachomdrive na ndicho kilichomsukuma kwenda kuokoka. Kwa hiyo moja ya jambo ambalo litakufanya uanze kutimiza mapenzi ya Mungu, lazima ufe, na ili ufe lazima usikie injili sahihi ambayo inamglorify Mungu, sio kumtukuza mwanadamu. Na je, Mungu hataki kutimiza mambo yetu? Yeye ni baba yetu, atatimiza yote, lakini Mungu anataka sisi tutimize yaliyo ya kwake, huku yeye anashughulika na yaliyo ya kwetu. Ndio maana kuja mstari wetu maarufu kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haya mengine mtazidishiwa. Sasa yule anatafuta ufalme wa Mungu ni yule mtu ambaye amekufa, yani matamanio yake yeye hayako juu ya kile anachotaka Mungu. Na ndio maana Yesu anasema kabisa, mimi sifanye jambo ambalo simuoni baba akilifanya. Kila nalolifanya baba ndo ameniongoza nilifanye. Karibu. Hapa tunaenda tunazunguka, lakini point inabaki moja, ni kwamba mtu asipojipatanisha na Yesu hata afanyeje hawezi kufika pale anapotakiwa kufika. Na tuseme kweli changamoto kubwa ni hiyo, kwamba watu wengi hata tunaitana watumishi wa Mungu, lakini watu wengi kweli Mungu tumemgeuza yeye ndiye anatutumikia sisi. Yani hatuko sana kwenye kile anachokitaka tunapomwendea, tuko sana kwenye kile tunachotaka. Hata maombi ya watu wengi, utaangalia watu wengi wakiingia kwenye maombi huwa hawaombi Mungu awafundishe mapenzi yake. Wanaomba kwamba yale walionayo Mungu ayatimize. Na mtu mwingine bila Mungu kuyatimiza yale anayotaka, yani haoni kama Mungu yuko pamoja naye. Utasikia wengine wameacha imani kwa sababu hamna mtu ameacha imani kwa sababu alienda kufanya mapenzi ya Mungu. Ni kwa sababu Mungu hakufanya mapenzi yake yeye. Lakini yeye na watu wengi kutofanya mapenzi ya Mungu hawaone kama ni kesi. Ila Mungu asipofanya mapenzi yao, hiyo inakuwa ni kesi kubwa sana. Ndio hiyo nayo wazungusha, nakuta mtu anatoka kanisa moja kwenda lingine. Sio aende kufanya mapenzi ya Mungu. Hazunguki kanisa kwa kanisa kwenda kutimiza kusudi lake. Anazunguka ili Mungu atimize kusudi lake yeye. Ambalo sasa kama Biblia inavyosema pale alipo anaona hajatimiziwa. Anaona hadi wakati mwingine sasa anahisi kwamba kuna Mungu wengi. Mungu wa fulani amenitendea, lakini Mungu wa huku hakuwa, yani kama hakuwa serious na mimi, ama alikuwa anijali. Kuna kuta nikatafute Mungu wa mtu fulani labda atafanya. Mungu wa mtu fulani labda atafanya. Na tukienda kwenye ile Yohana sura 15 mstari wa 4, tunaona kabisa Yesu mara zote Yesu alikuwa anamsisitiza mwanadamu kwamba yani wewe kuambata kama mimi ninavyoambatana na Baba, mimi na Baba tu moja. Yani anataka na mwanadamu na yeye na Mungu wake awe ni vivyo hivyo. Katika ile 15 mstari wa 4 Yohana inasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika ninyi msipokaa ndani yangu. Ikiwa na maana kwamba mwanadamu bila kuwa ndani ya Mungu hawezi kuzaa kile ambacho Mungu anatarajia mtu huyo azae. Na mstari wa 5 anasema, mimi ni mzabibu nanyi ni matawi, akae ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Kwa hiyo ndio kile ambacho kwamba mwanadamu bila Mungu anaweza akajitahidi, lakini mwisho wa siku yale yote ambayo mwanadamu atayafanya, hata kama kidunia yanaonekana ni makubwa, atakapofika mbele za Mungu, Mungu atamhesabu kama hajafanya kitu chochote, kwa sababu aliyafanya yaliyo ya kwake yeye na wala sio ya Mungu. Na wakati mwingine hata mtu ukiwa unaongea maneno kama haya ya Mungu, hata hapa unaweza labda baadaye kwenye comments utaona watu watakapokuwa wanaongea watu watakuwa wanaona kama unawatoa kwenye mstari, yani unawapeleka kwenye mstari, lakini mtaona mbona kama wanataka tuishije hapa duniani. Namna rahisi kabisa ya kuishi hapa duniani, na Mungu hakukusudia maisha yawe magumu kama hivi tunavyoyaona. Mungu alikusudia maisha yawe rahisi, lakini urahisi wake sasa ndio huo unatafsiriwa kama ni ugumu. Urahisi wake ni kumwamini na kufuata kile alichosema basi, ambapo sasa kwa watu wengi hiyo ndio shughuli nzito. Maisha magumu ni uchaguzi. Na watu wanaamua kuchagua. Kwa sababu yani unakuwa unaishi huku unashindana na Mungu. Lakini Mungu alitamani kwamba tuishi kwa kushirikiana naye. Ndio tutapata huo wepesi ambao wanadamu anahangaika nao kila siku. Kuongezea hapo. Ndio pastor. Yohana 7:18. Yohana 7:18 inasema hivi, yeye anenaye kwa nafsi yake tu
utafuta utukufu wake mwenyewe, bali yeye anayetafuta utukufu wake aliyempeleka. Utukufu wake aliyempeleka, huyo ni wa kweli, wala ndani yake hamna udhalimu. Umeona? Kwa anaongelea huyo anayetafuta ya kwake, huyo ndani yake kuna udhalimu, lakini yule anayetafuta utukufu wake aliyempeleka, huyo ni wa kweli. Umeona? Kwa hiyo ndio jambo la msingi sana ambalo tunatakiwa tulifanye baada ya wokovu, ni kutafuta utukufu wa yeye aliyetupeleka. Kabla hujaendelea pastor, kama nimekuelewa vizuri, ni kwamba kinacho determine kama unafanya kusudi la Mungu, utukufu baada ya utukufu unamwelekea nani? Baada ya kufanya utukufu unapata nani? Yani kama unatafuta wewe kuwa noma, kukubalika, yani hapo ujue uko nje. Uko nje. Napenda leo sasa amepiga nje. Amepiga nje. Yani goli ile pale kapiga nje. Na ndio maana moja ishara kuona hapa sehemu ya kuwa makini sana. Unaona ule mtu pale anainuliwa kweli, ule mtu kama ni nabii, ni mtume, ni mchungaji. Njoo ukutane na mchungaji, mambo yake yataisha. Mtume huyu ndio, nabii huyu ndio anamaliza kazi. Huyu yani uone Yesu akiinuliwa. Haijalishi unahubiri au unafanya kitu gani. Haimaanisha mtu anayehubiri ndio anafanya kusudi la Mungu. Kama anayetukuzwa sio Mungu. Yes. Yani kama anatukuzwa mtu, pale kuna roho ngeni. Inawezekana kabisa yule mtu afanye kusudi la Mungu. Umeona? Na ndio wale ambao Mungu mwishoni atawakataa, atasema nendeni zenu. Lakini watamkumbusha, Bwana sisi tulitoa nabii kwa jina lako, tulitoa pepo kwa jina lako. Ataambia nyinyi tenda maovu, nendeni zenu. Sikuwajua. Na unajua kumshana anasemaje? Anasema mkutenda mapenzi yangu. Anakataa, anasema hamkutenda mapenzi yangu. Lakini ukiangalia kubwa kabisa hawa watu wanatafuta utukufu wao. Na ndio huduma saizi nyingi zinainuliwa kwa msingi huo. Yaani watu wana hamu, wana kiu ya kuwa glorified kuliko huyo Mungu. Na katika maisha kila siku, hata kama wewe unafanya jambo lolote lile, ukiona kiu ya wewe kuinuka kuliko Kristo ni kubwa, yani hiyo ni red flag. Unapambana kutoboa. Unapambana kutoboa wewe. Yani kwa sababu mimi kitu ambacho mimi nimeamini ni kimoja, kwamba Mungu ametupa neema tofauti. Yani neema ya Eliakim, neema yako, neema yangu ni tofauti. Yani amegawa vipaji, amegawa uwezo, yani amegawa vitu tofauti. Sasa wewe tembea na hicho ambacho Mungu amekupa kwa kipindi hicho. Yani sisemi kwamba turidhike tukae chini. Yani kile ambacho Mungu amekupa. Yani kwa mfano kama wewe umebarikiwa sasa 20,000, ishi katika 20,000 bila manunguniko, huku mpaka pale ambapo Mungu atakuongezea. Lakini usitafute kuishi kama mtu unawalaki anavyoishi kwa siku. Hapo ndipo maumivu yanapoanza. Ina maana hapo wewe sasa unatafuta utukufu wako wewe. Kwa hiyo Mungu ametupa vitu mbalimbali. Sisi tuishi na neema aliyotupa. Kama una kanisa umepewa watu 100, nenda nao. Kama Mungu atakuongezea sawa, lakini yani wewe unapata shida gani kwamba wewe una 200, yule ana 2,000? Yani wote mnatumikia ufalme mmoja. Wote mtumikia ufalme mmoja. Yani kwa nini unakosa usingizi? Umeona? Siku Mungu akitaka aongeze wao 2,000 atakupa. Na nikuulize kitu kimoja. Unatafuta nini katika wale 2,000? Yani unatafuta nini? Wewe unao 200, unafundisha, unaomba, kama una unabii unatoa, vitu vyote ambavyo Mungu alivyoweka ndani yako unavirelease. Kwa nini unakosa usingizi unataka 2,000? Kwa hiyo ndio hicho chanzo cha mtu kwanza kutaka kuinuliwa yeye badala ya kumuinua nani? Kristo. Okay. It was very powerful. It was powerful sana. Kwa hiyo that means kwamba mapenzi ya Mungu kwenye kile ambacho anakifanya, matokeo yake ndio yatadetermine kwamba unachokifanya ni mapenzi ya Mungu au la. Yes. Kwa hiyo sasa pastor, mfano kwa mtu ambaye of course hapa amesoma, ambaye anafanya tuchukulie ni mwalimu, ni daktari, ni nani, anafanya tu hizi activities za kawaida za kidunia. Tunaweza tukaziingiza kwenye kusudi la Mungu au mapenzi ya Mungu. Sasa I know kuzifanya sio dhambi au sio kitu kibaya. Sio dhambi. Lakini yani inawezekana kabisa ikasema kwamba mimi Mungu ni mapenzi yake, yani Mungu alinikusudia nije niwe mtu fulani, then it is enough.
Yaani kama mimi nilizaliwa niwe mcheza mpira, basi mimi nilizaliwa niwe mkimbia riadha, basi ndo nimeishi kusudi la Mungu. Inawezekana hiyo? Unajua Mungu ametupa kuna, alisema kwamba atabariki kazi za mikono yetu. Na pia akasema kwamba hata asiyefanya kazi asifanyaje, asile. Kwa hiyo kuna shughuli tumepewa za kipato. Ndio. Hata Yesu anasema alikuwa ni anaranda mbao. Wengine walikuwa Peter alikuwa anashona matent. Walikuwa na kabla hapo walikuwa anavuna anavua samaki. Sasa mimi naamini katika ile shughuli unayojipatia kipato, yani sio lazima iwe mapenzi ya Mungu. Yani kwa mfano mimi ninalima, ninauza mahindi. Unasema mimi nimefika kwa sababu nalisha watu, nafanya kusudi la Mungu. Umeona kwamba mimi ninavua samaki, ninawapa watu samaki wanakula, na tunafanya kusudi la Mungu. Yani vile ni namna ambayo Mungu ametupa kula ili kuendesha tu maisha yako, ili kuendesha maisha yako, kupata kula na kunywa. Lakini lipo kusudi zaidi la kiroho ambalo linakwenda kutransform maisha ya watu katika roho. Umeona? Yani sio kwa sababu mimi nikimpa samaki Eliakim atakula, atalala, yani hakuna transformation. Lakini pale sasa napoanza kufanya transformation katika roho, kile ndicho Mungu ambacho ametupa. Ndio tunasema sasa huyu mtu yuko roho na ndio anafanya kusudi la Mungu. There has to be transformation katika roho, katika kile unachokifanya. Naam. Tunaposema kusudi la Mungu, kwa sababu huyu Mungu ni wa milele. Sasa tunapozungumzia kusudi la Mungu, Mungu anavipeleka vitu vyake katika umilele. Kwa vitu vyote ambavyo ni vya hapa duniani, hatuwezi tukavipa ile sifa kabisa. Kusudi halisi la Mungu haliwezi kuwa la muda tu. Kwa kama mtu amemkabidhi mtu kitu, Mungu amemkabidhi mtu kitu, kile kitu kitakuwa lengo lake ni kuwafikisha watu katika umilele wa Mungu. Kwa mtu, yani kama lazima kila mtu kusudi lake. Ndio sababu anasema hata maneno tunayoyaongea tu yatakuwa na nini? Na hesabu. Ina maana kwamba kila maneno tunayoongea lazima yawe na kusudi lenye umilele la Mungu. Kila tunachokifanya lazima kiwe kina hatima yake, kiwe kwamba kina matokeo mema hata milele. Kwa ndio sababu hata mtu anapopima kile anachofanya, akiona kabisa hiki hapa katika umilele hakina msingi huo, ndio pale unapoanza kuchunguza. Unaona kwamba hiki sawa nakifanya hapa kina matokeo sasa hivi, lakini nikikitafsiri kwamba matokeo haya yanaweza yakaishi milele, ama matokeo haya Mungu anaweza akatafsiri katika umilele, ndio unapoanza sasa kuwa na maswali. Ndio mtu sasa utataka urudi nyuma kwamba je, hiki ninachokifanya ni kweli, lakini haya matokeo nikiyapeleka mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, haya ndio ile Paulo alisema kwamba kazi za watu wengine zitafanya nini? Zitateketea kwa moto. Kwa hiyo tunapima hasa ule umilele. Kila kitu tunakipima katika umilele wake, kwamba hiki kitu hata nikikibeba, haya ninayoyafanya, haya matendo ninayoyafanya, matokeo yake ni ya umilele. Yani kwamba sawa unaweza kunafanya labda ile kazi yako, sasa tumesema labda ya udaktari, lakini yale matendo unayoyafanya katika ule udaktari wako, unaweza kuyapeleka mbele za Mungu ukasema kwamba hizi kazi zinaweza zikadumu milele. Sasa that means kwamba kama pastor alivyosema, mtu hivi vitu ambavyo tunajifunza duniani vinaweza kutusustain kwa ajili ya maisha tu ya duniani, lakini kila mtu ana kitu zaidi ya kile ambacho anakifanya kwenye kumuingizia chakula. Yani usifanye kama kazi unayoifanya ambayo inakuingizia chakula kama ndio kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Lakini what if kama mtu akitumia hiyo kazi, mfano let's say labda ni daktari, akawa anaombea wagonjwa, au labda katika udaktari wake anautumia kumhubiri Kristo, au kuombea wagonjwa wanapona, au labda ni kama sehemu ya kukutanisha watu kwa ajili yani ametumia vizuri udaktari wake kumhubiri Kristo. Si the same kama anakuwa anaishi kusudi la Mungu hapo. Hebu mtusaidia hapo kwamba je, kazi ya mtu au kitu ambacho anakifanya mtu kina mchango gani hasa kwenye kulitimiza kusudi la Mungu kwenye maisha yake?
Na sasa hapa tukisema kwenye upande wa kazi, wakati mwingine ujue changamoto inakuwa ni kuviambatanisha hivyo vitu na lile kusudi lako kuu. Yaani hizo kazi za kawaida zinaweza kabaki tu kama kazi ya kawaida, lakini sasa unapokuja ile maisha yako wewe binafsi, yaani ule uhusiano wako binafsi na Mungu, kwa sababu yani unacheza mpira yani huwezi kulazimishia kwamba huwa hapa ni ulazimishie uhubiri Injili ama ni ulazimishie ufanye nini. Yaani ndio tunasema kwa sababu sifa ya kwanza kabisa ya mtu anayemwamini Mungu ni roho wa Mungu. Ndio. Kwa sasa wakati mwingine mtu nyie wa nje mnaweza kuwa mnahisi kama anafanya kazi ya Mungu, lakini rohoni Mungu anamshuhudia rohoni, hapana. Hapana. Kwa hiyo cha kwanza kabisa wewe unamwamini Mungu, roho wa Mungu anakushuhudia nini? Katika hicho unacho. Kwa sababu kwa mfano hata mtu mwingine anasema mimi nimezaliwa ni mrembo, kwa mimi ninaweza kuwa miss. Akasema lakini labda haya tuseme labda katika ule umisi wake yeye si anatakiwa vae nguo ya ndani, labda akaandika akavaa nguo ya ndani imeandikwa Yesu anaponya kwa mfano. Hapo si jina la Yesu kwa kawaida si mtasema bado kamtukuza nani? Kamtukuza Yesu. Lakini ukipima yani katika ule uhalisia. Kwa wakati mwingine yani tusivilazimishie vitu. Yani kikubwa kwanza mtu awe na mahusiano binafsi na Mungu. Hicho ndio huo ndio msingi. Lakini hivi kikawaida mnaweza mkapambana kwa sababu tuseme kwenye neno la Mungu huwa kuna kama vichaka vya kujifichia. Kwa mtu anaweza akatoka na mstari fulani. Lakini roho wa Mungu anashuhudia nini? Roho wa Mungu anaweza kuwa anamshuhudia tofauti, lakini kwa sababu kitu fulani anakipenda ama anataka ambatane nacho, atalazimishia kiende, lakini unakuta roho wa Mungu anamwambia hapana. Kwa hiyo sasa tukijaribu kuforce kuviambatanisha hivi vitu na lile kusudi hasa la Mungu, wakati mwingine unaweza kukuta karibu kila kitu unaona kitakuwa kiko sawa. Maadamu kwamba Yesu anatajwa ama maadamu labda huyu sio anafanya kitu fulani. Kwa sababu by saying that nakumbuka pastor kwa siku alikuwa anaongea akawa anasema kuna watu ni baba mabishop mashoga. Still anakuambia katika ushoga wake anamtangaza Yesu. Anasema anamtangaza wapo wachungaji ambao ni mashoga wameolewa kabisa. Na anasema sisi ni watu wazuri wanahubiri Injili, wanasaidia watu kubwa Ulaya na Marekani, wanasaidia watu. Na kwa matendo unaweza kushangaa na kuzidi wewe kwa matendo kusaidia watu sijui uzuri nini, lakini ni wamedanganywa, hawaendi popote. Umeona? Lakini yeye moyoni mwake anaamini anafanya kusudi la Mungu. Umeona? Kwa hiyo upo udanganyifu mwingi katika haya ambayo tunayafanya. Na wakati mwingine anaweza kutumia njia hiyo ngombe bwana hicho anachofanya kinatosha sana, yani uhitaji sio kuwa rohoni sana sio nini, hapo hivyo inatosha. Lakini kumbe kule mtu kwa kukubali uongo anakosa kufanya kusudi la Mungu. Lakini pia ulisema kuhusu guidance. Hiyo ni guidance, ni kitu kingine ambacho kinaweza kumguide mtu kwamba ili uweze kufanya kusudi la Mungu. Yaani lazima nasitiza tena lazima mahusiano yako wewe. Unaweza kuongea kwa kusisitiza kabisa. Lazima mahusiano yako wewe na Kristo yawe sawa. Ndipo pale kusudi litakapoanzia. Yaani wewe ukawa shallow katika mahusiano yako alafu ukajua au ukaweza kufanya kusudi. Yaani pale mahusiano yako yatakapokuwa strong, yani yameshikana hivi, wewe na yeye ni kitu kimoja, you won't struggle. Yaani hautaumiza kichwa au kujua Mungu anataka nini. Kwa sababu utakuwa ni kama mtu uliyekuwa affected, yani umekuwa umeingiziwa kitu ndani yako. Unajua kwa mfano labda mtu ambaye ana malaria struggle kupandisha joto. Sehemu moja Yesu alisema chakula changu ni atende mapenzi ya Baba alinipeleka. Walimletea chakula. Alikuwa na ule mwanamke pale kisimani. Mpaka sema ameshiba, ni kuna mtu ameletea kisema mimi chakula changu ni kiatenda mapenzi ya Baba. Kwa hiyo na Yesu na Baba ni kitu kimoja, wana mahusiano. Sasa sisi tunataka tufanye kusudi la Mungu. Mtu ukimuuliza mara mwisho umeomba lini, akumbuke. Mara mwisho lini umesoma hata sura moja, chapter ukaimaliza, hakumbuki. Mara mwisho lini hata lisali moja umekaa unaomba, hakumbuki. Yeye anataka afanye kusudi la Mungu. Of course anaweza akafanya hapa na pale, lakini kama mahusiano yako yakiwa strong, yani mmeshikana hivi, mmeshibana, unafanya fellowship na Roho, kwa sababu Mungu yupo tayari
sisi kuwa na mahusiano, lakini sisi ndio tunakimbia tuko busy. Umeona? Lakini siku tukakaa chini tukasema, Mungu, niko tayari kuwa na mahusiano na wewe sahihi, ile kusudi la Mungu, yani hautakuwa na haja ya kuuliza, utajikuta tu unafanya, utakuwa na kitu ndani yako kinakusukuma kufanya. So kwa kupata mimi nataka nikakusanya hapa, nishapata kama mpaka sasa hivi misingi miwili. Msingi wa kwanza ni huo, na msingi wa pili amesema mwalimu kwamba hicho kitu ni cha umilele. Eternity. Yaani kwamba hicho kitu unachokifanya ili kujua maana kusudi la Mungu kina umilele ndani yake. It means kama hakina umilele ndani yake, akitaishia hapa hilo si kusudi la Mungu. Sasa hapo labda usiseme ni kwa hasa sema kitu kama kitu, kwa sababu hivi vitu vinavyoishi hapa duniani vipo tu, tutafanya unaweza kunafanya, lakini namna, yani tuseme ile namna yani ule ufanyaji wako, namna unavyokifanya kile kitu. Hapo tunazungumzia sasa vitu sahihi, sio kwamba kitu chochote, yani kile kitu ambacho ni sahihi, namna unavyokifanya. Ile ndio ina tafsiri pia. Je, ile ina tafsiri ya milele, ufanyaji wako wa kile kitu. By the way, namshukuru Mungu kwa kuwa na kipindi hiki. Binafsi nimejifunza vitu vingi sana. Na naamini hata mtazamaji wetu umejifunza vitu vingi sana. Labda tukiwa tunaelekea ukingoni kabisa, kama kutakuwa na neno lolote, labda tuanze na pastor kwa kuhitimisha. Ka finalize, na tutakuja mwalimu pia ata finalize, then tutamshukuru Mungu. Mimi napenda neno moja kusema kwamba Biblia inasema kwamba hata tukayapata yote, tukapata dunia nzima, ulimwengu wote, tukapoteza nafsi yetu, haitatufaidia kitu. Na pia mstari unaofuata inaendelea kusema kwamba, je, utatoa nini kubadili kufidia nafsi yako? Hakuna. Kwa katika yote tunayoyafanya, tuhakikishe kwamba Yesu Kristo akija tunaenda naye. Yani ni jambo la msingi sana. Kwa sababu hata Mtume Paulo mwenyewe anasema wale ambao kazi zao hazitakaa wataokoka, lakini kwa moto, lakini mwisho siku wataokoka. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kwenda mbinguni. Ingawa tunavyosema mbinguni tumaanishi, unajua kusoma vizuri Biblia, itashuka Yerusalemu mpya. Hii dunia itakunjwa, itaharibiwa, ambayo watu wanajaribu kuiweka vizuri. Yani mimi nilishaonaga kuhangaika na dunia kuiweka vizuri ni kupoteza muda. Kuiokoa hii dunia, yani bora niokoe nafsi ya mtu, kwa sababu hii dunia Biblia inasema hii ni dunia mpofu ambayo mwishoni itakunjwa, alafu itashuka Yerusalemu mpya ambao sisi tutakaa na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo katika yote hilo ni jambo la msingi sana. Alafu eternity, yani ya maisha tunaoishi sisi, ukifananisha na umilele, yani hata huwezi kusema nitone katika bahari, hauwezi. Kwa hiyo hakuna haja ya kukosa umilele kwa haya tunayopitia sasa ya muda temporary. Yani sema tuvikose, lakini bora kuna, ndio maana mpaka Yesu anasema kama jicho lako litakukosesha, bora ulitoe, uingie katika ufalme ukiwa na jicho moja, kwa sababu anajua ukikosa kuingia katika ufalme, yale utakaoenda kukutana nayo huko ni kusaga meno na kilio milele. Sio kwamba itakuwa ni mwaka mmoja ukivumilia miaka 6, milele. Kwa hiyo katika yote tu Mungu atusaidie na tuone kwamba jambo la msingi sana ni kuingia katika ufalme na Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Pastor amezungumza kitu kizuri. Mimi nitazungumza tena kwa upande mwingine, lakini hicho ndio msingi kabisa wa kila mwanadamu, kwamba asiukose umilele pamoja na Bwana Yesu, kwa sababu hakuna kitu kingine chochote kitakuwa kina maana kwa mtu nje ya kupata uzima wa milele. Nilikuwa nataka nikazie tu pale kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza, kwamba vile ambavyo tuseme kila mahali unapokuwa, kwamba katika kila eneo ambalo utakuwa unatumika kwa namna mbalimbali. Paulo akasema hivi katika Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza, mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Kwa hapo nadhani hiyo ndo sasa tuseme hatukiwa hapa duniani, kila mtu atakapokuona hakuone wewe ni mtumishi wa Kristo. Yani unauza nyanya, unaendesha bodaboda, unaendesha daradara, mtu akikuona
akuone ni mtumishi wa nani? Wa Kristo, na wewe ni wakili wa siri za Mungu. Ikiwa na maana kwamba katika kile unachokifanya uwe una siri za Mungu umezibeba, ambazo zinaweza zikabadilisha ile jamii ambayo uko nayo katika engo yoyote ile ambayo unatumika katika maisha ya hapa duniani. Kwa hiyo ndo mkazo unaweza kuweka kwamba huo, alafu tunaunganisha kwamba tunatoka hapo tunaenda kuishi milele na Bwana wetu Yesu. Okay, ndugu mtazamaji, naamini kabisa umejifunza vitu vingi siku ya leo. So Mungu akubariki. Ufanyie kazi maneno ya Mungu. Naamini hayo ndio uzima wa maisha yetu hapa duniani na baada ya maisha ya hapa duniani. So watumishi, Mungu awabariki sana. Imekuwa ni kipindi kizuri sana kuwa na ninyi mahali hapa. Mungu awabariki sana na we appreciate sana mchango wenu katika ufalme wa Mungu. Amen. Kwa kuhitimisha kabisa, pastor anaweza kutufungia kwa maombi na kuachia baraka kwa wasikilizaji. Sawa. Baba, libarikiwe jina lako. Tunasema asante kwa upendeleo wako wa ajabu. Tunakushukuru kwa nafasi hii Baba, ili maneno yaliyoongelewa hapa Baba yapake mafuta, yakapate kufanya transformation, yakapate kujibu maswali ambayo watu walikuwa wakijiuliza katika jina la Yesu Kristo. Pia Mungu Baba, naomba kila mmoja atakayesikiliza maneno haya, Roho wako Mtakatifu amuuishe, Roho wako Mtakatifu amfundishe, na Roho wako Mtakatifu amuonyeshe Baba, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaomba na tunaamini kwamba kuna kwenda kuwa na matokeo. Na pia Baba, ninaomba umbariki kila mmoja ambaye amesikiliza kipindi hichi Baba. Ninaomba baraka zako ziwe juu yake katika jina la Yesu, ukapata kumuonyesha wema wako kwamba wewe ni Mungu uliye hai na Mungu anayejibu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru, nasema amen. Amen. Okay. Amen. Mungu awabariki sana, na usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Kama una swali lolote unaweza kucomment, na kama unatamani kuna mada yoyote na kuchanganya unaweza kucomment hapo, then tukapata wakati mwingine wa kuidiscuss pamoja na watumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana. Stay safe. Till next time.